tunazunguka kwenda kuvunja makundi sehemu mbalimbali katika wilaya hii, kwa sababu kuna watu wengi wamejeruhiwa. Ni wengi waliomba nafasi moja, lakini waliomba watu 40-20, lakini kwa nafasi natakiwa mmoja. Sasa ni ngumu sana ujua alifanyeje mpaka kupanda au kuwa kule alipokuwa anataka kufika ameshindwa. Basi ni nafasi yangu kwenda kufanyia counseling ili wote tuwe kitu kimoja. Ndugu zangu wazazi na viongozi na wageni waalikwa, nazungumzia haya kwa sababu mimi ndio kiongozi wa wilaya hii, na nazungumzia haya kwa sababu tuna mchakato uko mbele na kwenda ndani kwenye uchaguzi. Tarehe 29 mwezi wa 10 tuna uchaguzi wa ngazi ya urais, ngazi ya ubunge na ngazi ya udiwani. Kwa hiyo cha kwanza ni washukuru wa mwezi uliopita tarehe 4 kwa kumpokea Mheshimiwa Rais alipofanya mkutano hapa viwanja vya Mlimani. Watu wengi mlijitokeza kwa wingi. Kwa kweli Mheshimiwa Rais aliamini kabisa kwamba kumbe Mbalizi wilaya ya mjini kuna watu. Umati ule umetukonga sisi viongozi wa wilaya, na umetambulisha kwamba kumbe Mbalizi kuna watu. Lakini ni kwa sababu ya kamati ya siasa tulivyoorganize vizuri na kusimamia vizuri na watu mbalimbali na viongozi wa jumuiya mbalimbali ambavyo walijitoa kwa moyo wao wote kuhakikisha watu kuwaswaga kuelekea sehemu ya kumpokea Mheshimiwa Rais. Kulikuwa na marumbano, hatukosi kupata marumbano. Wengine wakaniita vyombo vya habari, sasa hivi nafikiri wakati wa kubeba kwenye malori au kwenye mabasi watu wengi. Lakini niwaambia, mtu anatoka Izira kilomita 70-80 atatembea kwa mguu kuja makao makuu kwenye hilo, haiwezekani. Sasa mkutano unafanyika Mbalizi, lakini wajumbe wanaotaka kumwona Mheshimiwa Rais na wananchi wengine wanataka kilomita 50-35. Lazima tufanye utaratibu. Wakuja na basikeli atakuja, wa pikipiki atakuja, wa magari atakuja ili amlaki rais wake. Sisi mhoye. Nisiseme sana, nataka kuniwaambie ndugu zangu, nashukuru, lakini kipekee niwaalike siku ikifika tarehe 29 hiyo tukajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Sio kuamini tu kwa mikutano ya Mheshimiwa Rais kwamba mbona iko nyomi au kajisahau umekaa nyumbani ukasema si atapita tu. Rekodi ya kura ni hesabu. Lazima uende ukapige kura ili hesabu yako ingie kwenye mfumo. Tuitishe Tanzania, tuitishe Afrika, tuitishe dunia uchaguzi wetu ili Mheshimiwa Rais ionekane amepata kura nyingi kwa kishindo. Sisi hoye. Lakini watakie wale ambao waliomba nafasi hazikutosha, bado niendelee kuambia kwenye chama huku kuna nafasi nyingi sana. Tuendelee kusubiri, na wengine ni umri mdogo. Kwa mfano leo nazungumzia mgeni rasmi tulinaye leo, aliomba nafasi ya Chama cha Mapinduzi, kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, nafasi ya ubunge. Kijana wetu anatokea kata ya Irungu na ndio leo yuko hapa, na vunja naye makundi. Nimempenda sana kwa sababu amesema, mwenyekiti, kweli siku yangu haikufika. Na alitoa mfano mmoja jana mahali alipoona jina lake aligurudi, akasema wazee wangu msilalamike. Nimegundua kumbe mimba ya miezi 4 haiwezi kufunguliwa siku ya, yaani kama mimba yangu ina miezi 4 nitajifungua kweli? Haiwezekani. Yes. Kwa lazima nisubiri miezi mingapi? 9. Ndio. Kwa hiyo walichopima wale kuona mimba kumbe yao vijana ina miezi 4 inasubiri miezi 9. Kwa hiyo anaendelea kuiba yuko tumboni. Tunamuombea siku moja ili apate nafasi. Baada ya kusema haya, nirudie kusema kumshukuru Shija. Asante kwa mwaliko, lakini niwashukuru wachungaji sana na jumuiya mbalimbali na viongozi na wageni waalikwa wote. Alafu niwashukuru watoto wetu ambao leo wanahitimu. Nasema tu kwamba hizi nafasi walipata hapa wakazingatie kumtambuliza Mungu kwanza. Teknolojia ya sasa ina mambo mengi.
kwa kutumia mitandao iliyopo. Yes. Wakaamini kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wetu. Wote ambao wana vile vichinjio vipiga kura kwa ajili ya kuipenda nchi, kwa ajili ya kutaka amani ya nchi, kwa ajili ya kutaka maendeleo ya miaka mitano, kwa ajili ya kutaka maisha bora ya miaka mitano, ninaomba kura 3. Ninaomba kura ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mgombea wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Aliyofanya ni mengi. Mimi nimezunguka kwenye nchi, kwa sababu sio sehemu yake, ninamwombea tu kura. Lakini pia tuna kijana mpendwa mchapakazi, ana speed ya 4G, anaitwa Shida Patali wa Patali. Ninaombeni ndugu wa Mbeya vijijini, mkampe kura za heshima huyo kijana, ili akaungane na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuletea maendeleo kwenye jimbo la Mbeya vijijini. Jimbo letu ni kubwa, jimbo letu ni pana, jimbo letu lina jiografia ngumu, lakini kijana tukimtuma anao uwezo wa kusimamia mambo mengi. Lakini la 3, tuna dada yetu hapa, lakini na kwenye kata zenu ninaomba mkawapigie kura. Asante sana.